Samia Suluhu awekwa kwenye orodha nyeusi duniani. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mwanga wa asubuhi katika ikulu ya Chamwino ulitoa taswira ya utulivu, lakini ndani ya ukumbi huu kulihisiwa uzito ambao haukujificha. Katika tukio lililotarajiwa kuwa la kawaida la kitaifa, kauli ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan iligeuza hafla ya kuapisha baraza jipya la mawaziri kuwa taarifa nzito kuhusu mustakabali wa taifa. Ilikuwa kauli iliyoweka wazi kwamba matukio ya wiki zilizotangulia yameacha alama inayoweza kuathiri taswira ya nchi kimataifa na katika uwezo wake wa kupata mikopo kutoka taasisi za kifedha duniani. Kwa mara nyingine tangu misukosuko ya kisiasa iliyotikisa taifa, serikali ilikiri athari zake waziwazi. Mbele ya viongozi waandamizi na mawaziri wapya, Rais alieleza kuwa sintofahamu ya kisiasa iliyojitokeza imepunguza imani ambayo Tanzania ilijenga katika muhula wa kwanza wa utawala wa awamu ya 6. Kauli hii iliashiria mwanzo wa safari mpya ya kiuchumi, ile iliyotegemea nguvu za ndani baada ya kuonekana viashiria vya kupungua kwa sifa ya kupata mikopo kwa urahisi kama awali, ambapo Tanzania sasa ilikuwa imewekwa kwenye orodha nyeusi. Na katika sekta za kifedha, imani ni msingi, na katika dunia ambapo uchumi wa mataifa mengi hutegemea uhusiano wa karibu na taasisi za kimataifa, athari ya misukosuko ya ndani inaweza kufungua mlango wa mashaka makubwa. Na hivyo onyo la Rais halikustahili kupuuzwa. Kwa vizazi vilivyoshuhudia miaka ya uthabiti wa kisasa ama wa kisiasa nchini Tanzania, tukio hili lilikuwa rejea ya nadra, onyo kuwa hata nchi inayojulikana kwa utulivu inaweza kutikiswa na mfululizo wa matukio ya muda mfupi. Katika hotuba yake, Rais alieleza kuwa uchumi wa Tanzania unabaki kutegemea mikopo ya nje kwa kiwango kikubwa. Katika miaka ya awali ya utawala wake, misingi ya ushirikiano na taasisi za kimataifa ilionekana imara, lakini sasa baada ya kile kilichotokea mwezi Oktoba, picha ya nchi imepata doa linaloweza kupunguza mwonekano wa uthabiti uliokuwa ukijengwa. Hili lilikuwa tamko la kuashiria hatua nzito kuanza kujenga upya imani ya kimataifa, huku serikali ikichukua mkakati mpya wa ndani. Katika muhula wa pili, miradi ya maendeleo inatarajiwa kutekelezwa kwa kutegemea rasilimali za ndani kabla ya kushirikiana na mashirika ya kifedha yatakayokuja baadaye. Na kwa maneno mengine, serikali itaendelea, lakini safari hiyo itaanza kwa nguvu zake kabla ya kupokea mkopo ama mkono wa washirika wa kimataifa. Wakati kauli hiyo ikipenya akilini mwa hadhira iliyojaa watawala wapya, mazingira ya tukio hilo yalitoa hisia za kutafakari kwa kina. Mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyozinduliwa siku hiyo yalikuwa sehemu ya mpangilio mpana wa kufufua imani ya kitaifa na kimataifa. Serikali ilikuwa katika harakati ya kurejesha utulivu baada ya siku 3 za ghasia zilizoitikisa nchi kuanzia Oktoba tarehe 29 mwaka huu, na ghasia zilitokea sambamba na siku ya uchaguzi. Maandamano hayo yalidumu kwa siku 3 na kusababisha vifo na uharibifu wa mali, na amebaki kuwa kumbukumbu chungu katika historia ya karibuni ya Tanzania. Sauti za vijana waliokuwa barabarani ziliashiria tafakari nzito ya kizazi kinachotafuta mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi na usimamizi wa haki. Kwa kiwango cha idadi ya watu waliojitokeza, maandamano hayo yaliingia katika orodha ya matukio makubwa zaidi ya kisiasa nchini tangu miongo miwili iliyopita. Na katika kipindi hicho kifupi, zaidi ya vijana 600 walikamatwa na kushtakiwa kwa makosa mbalimbali yakiwemo uhaini. Na kwa jamii iliyozaliwa na kulelewa kwa imani kama utulivu, tukio hilo lilitingisha msingi wa taswira ya taifa. Vyombo vya habari vya kimataifa viliripoti kwa upana, na picha za barabara zilizojaa moshi, magari yaliyoharibiwa na umati wa watu uliokimbizwa na vikosi vya usalama zilizunguka dunia kwa kasi. Katika ulimwengu wa leo wa taarifa zinazosambaa kwa sekunde, athari yake haikuishia ndani ya mipaka ya taifa. Mashirika ya kimataifa ya kifedha hutazama zaidi ya takwimu na ripoti, huangazia pia mazingira ya kisiasa ambayo yanaweza kuathiri usalama wa uwekezaji wa uimara na utoaji mikopo.
Kwa muktadha huu, kauli ya rais ilichukua uzito mkubwa zaidi. Ilikuwa kama tathmini ya ndani, kukiri kwamba kufifia kwa utulivu kunafungua mianya ya kupungua kwa imani ya kimataifa. Hata hivyo, wiki moja kabla ya kuapishwa kwa baraza jipya, rais alitangaza msamaha kwa sehemu ya vijana waliokamatwa. Wengi wao walitajwa kwa walifuata mkumbo bila kushiriki kupanga machafuko. Hatua hiyo ilitafsiriwa kama njia ya kuleta maridhiano, kurudisha umoja na kuondoa kile kilichobaki kama ukungu wa sintofahamu ya kisiasa. Familia ambazo zilikaa wiki kadhaa bila kujua hatima ya ndugu zao ziliona hatua hiyo kama mwanzo mpya baada ya kipindi cha simanzi. Kwa mtazamo wa kihistoria, maandamano ya mwaka huu yalifananishwa na machafuko ya Zanzibar ya Januari mwaka 2001 ambako watu kadhaa waliuawa kufuatia upinzani wa matokeo ya uchaguzi ya mwaka wa 2000. Tukio hilo la visiwani lilikuwa mojawapo ya nyakati zilizotikisa historia ya Tanzania na ilibaki kama alama ya hatari ya migogoro ya kisiasa. Kwa kiwango cha uzito, yaliyotokea Oktoba mwaka huu yameonekana kuwa makubwa zaidi, yakijitokeza katika nchi ambayo imekuwa ikitambuliwa kimataifa kama mfano wa utulivu katika Afrika Mashariki. Na sasa mbele ya safari mpya ya kiuchumi, serikali inaonekana kuelekeza nguvu katika kutumia rasilimali za ndani. Mkakati huu unaweka msisitizo katika kujitegemea, kuongeza mapato ya ndani na kusimamia miradi ya maendeleo kwa misingi ya uwezo wa kitaifa. Serikali imedai kuwa mashirika ya kimataifa yatajiunga katika safari hiyo yatakapokutana na hatua zinazoendelea barabarani, na ni mwelekeo unaoonyesha kwamba nchi haitasubiri tena hadi masharti ya nje yawe tayari. Badala yake italenga kuanzisha miradi mikubwa kwa nguvu zake. Na katika muundo wa uongozi, mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyotangazwa Chamwino yalikuwa zaidi ya tukio la kisiasa. Yaliashiria kwamba upya wa mfumo mzima, kuimarisha maeneo yaliyotikiswa na misukosuko na kutengeneza upya misingi ya uthabiti wa taifa. Mawaziri wapya waliapa kuingia ofisini katika mazingira ya changamoto, wakifahamu kwamba majukumu yao yatapimwa kwa uwezo wa kurejesha imani ya wananchi na ya sekta ya kimataifa. Na katika taswira ya baadaye ya taifa, suala la utulivu linaonekana kuwa msingi wa kila hatua, kuanzia ushirikiano wa kimataifa hadi utekelezaji wa miradi ya ndani. Imani ndiyo nguzo kuu itakayobeba malengo ya awamu ya pili ya utawala. Hapa ndipo kauli ya rais inapata uzito wa ziada kwamba kuna kazi kubwa mbele, na kazi hiyo itaanza ndani ya nchi kabla ya kutafuta mikono ya nje. Na katika muktadha mkubwa zaidi, simulizi ya Oktoba mwaka 2025 imekuwa somo la taifa. Imebainisha kwamba misingi ya demokrasia na utawala bora si masuala ya kawaida, bali ni maeneo yanayohitaji uangalizi wa kudumu. Pia imeonyesha kwamba kizazi cha sasa kina matarajio makubwa kuhusu usawa, uwazi na haki, na matarajio yanayoweza kuamsha nguvu ya kizazi kwa kiwango kikubwa. Safari ya Tanzania kuelekea ustahimilivu wa kiuchumi na uthabiti wa kisiasa inaonekana kuanza upya, na katika anga la Chamwino siku hiyo, tamko la rais lilikuwa ujumbe wa wazi kwamba taifa linahitaji kurekebisha taswira yake duniani, na kama alivyoeleza, kazi hiyo itafanywa kwa kutumia rasilimali za ndani kabla ya kupata msaada wa nje. Katika historia ya taifa hili, kila kizazi kimekuwa na tukio linalotambulika kama kipimo cha uimara wake. Kwa kizazi cha leo, matukio ya Oktoba mwaka 2025 yameonekana kuwa mojawapo ya alama kuu za mabadiliko hayo, na hivyo hotuba ya Chamwino imebaki kuwa rejea ya safari mpya, ile inayojengwa juu ya ukweli, uthubutu na nia ya kurejesha imani ya taifa na dunia nzima. Ni hayo tulikuandalia leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa na uchambuzi wa kina usiopindishwa wala kuegemea upande wowote. Zidi kutusupport kwa kulike, kushare na vile kusubscribe, na bila kusahau kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta.